Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 27 ya mwaka 2025. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo umetulinda na kututunza. Jina lako litukuzwe kwa namna ya pekee ulivyotupatia nafasi hii watoto wako wa kiume na wa kike. Nasi tumekuja ili tujifunze miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu, tuongoze kuyatenda mapenzi yako. Nasi tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu ende pamoja nasi asubuhi ya leo, akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema elimu ya juu kuliko zote. Imejengeka katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 6 aya 9. Neno la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kristo anatuita tufanye kazi kwa subira na saburi kwa ajili ya maelfu wanaoangamia katika dhambi zao, waliotawanyika katika nchi zote kama ajali kwenye ufuo wa jangwa. Wale wanaoshiriki utukufu wa Kristo lazima washiriki pia katika huduma yake, wakiwasaidia wanyonge, wenye huzuni na waliokata tamaa. Hebu wale wanaochukua kazi hii wafanye maisha ya Kristo kuwa fundisho lao la kudumu. Hebu wawe wenye bidii sana, wakitumia kila uwezo katika utumishi wa Bwana. Matokeo ya thamani yatafuatia juhudi za dhati, zisizo za ubinafsi. Watendakazi watapokea kutoka kwa mwalimu bora kabisa, elimu ya juu zaidi kuliko zote. Lakini wale ambao hawatoi nuru walioipokea siku moja watatambua kuwa wamepata hasara ya kutisha. Wanadamu hawana haki ya kufikiria kwamba kuna kikomo kwenye juhudi wanazopaswa kufanya katika kazi ya kuokoa roho. Je, Kristo aliwahi kuchoka katika kazi yake? Je, aliwahi kurudi nyuma kutoka kwenye kujitoa dhabihu na dhiki? Washiriki wa kanisa wanapaswa kuweka mbele juhudi endelevu na za kudumu ambazo yeye aliziweka. Wanapaswa kuwa tayari siku zote kuanza kutenda haraka katika kuzitia amri za Bwana. Popote tunapoona kazi inasubiri kutekelezwa, tunapaswa kuichukua na kuifanya, huku tukidumu kumtazama Yesu. Ikiwa washiriki wa kanisa letu wangetii maagizo haya, mamia ya watu wangevutwa kwa Yesu. Ikiwa kila mshiriki wa kanisa angekuwa misionari aliye hai, Injili ingehubiriwa kwa haraka katika nchi zote, kwa watu, mataifa na lugha zote. Hebu uwezo uliotakaswa uwekwe katika kazi ya kuhubiri ukweli wa wakati huu. Ikiwa majeshi ya adui yanapata ushindi sasa, itakuwa ni kwa sababu kanisa linapuuza kazi yake lililopewa na Mungu. Kwa miaka mingi kazi imewekwa mbele yetu, lakini wengi wamekuwa usingizini. Ikiwa Waadventista wa Sabato wataamka sasa na kufanya kazi waliopewa, ukweli utawasilishwa katika miji iliyopuuzwa, katika mwelekeo wazi na dhahiri, na katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakati kazi inapofanywa kwa moyo mkunjufu, ufanisi wa neema ya Kristo utaonekana. Walinzi katika kuta za Sayuni wanapaswa kuwa macho kabisa na wanapaswa kuamsha wengine. Watu wa Mungu wanapaswa kuwa wenye bidii na waaminifu katika kazi yao kwa ajili yake, ili kwamba ubinafsi wote utengwe mbali na maisha yao. Kisha watendakazi wake wataona jicho kwa jicho na mkono wa Bwana. Nguvu ambayo ilionekana katika maisha ya Yesu itadhihirishwa. Imani itarejeshwa, na kisha kutakuwa na umoja katika makanisa yetu yote. Kristo anaahidi kwa kila mtendakazi ufanisi wa Mungu ambao utaifanya kazi yake kufanikiwa. Testimonies for the Church, gombo la 9, ukurasa wa 31 hadi 34.
Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Juni 27 tulipojifunza mada isemayo elimu ya juu kuliko zote. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.